koguo ni wega rucini ruru rwega rwa umuthi utuikirie prayer request na ndungate ya Ngai ni gukorwo akiamukira na ni ngumumenyithia uguo na ningi ihinda ria kuoya thimu yaku ire yakinya ni ukwaraniria na ithu kuhitukira 0742 727 516 iyo niyo namba yakwa ya thimu 0742 727 516 nigetha ugituike wa kwaraniria na ithu na no tugukorwo live ugienda gutuona live no twamukire haria 97.1 Central FM page ya Facebook na ninge mwena-ini wa Bishop Anderson Mwiti hau ni ugukorwo ugitwamukira na njira njega thiini wa ritwa ria Yesu Kristo. Bishop, habari yako? Mimi niko mzima. Yes. Nashukuru Mungu ni mwaminifu. Na nimekuwa na wakati mzuri sana. Amen. Tuko wazima nyumbani, kanisani. Yes. We thank God. Amen. Amen. Nasi hapa tumekuwa vyema. Mungu amekuwa mwema na amekuwa mwaminifu. Amen. Tumekuwa tukikungoja tu sana. Nashukuru Mungu sana. Amen. Yes. Karibu sana usalimie msikilizaji wetu na pia utuombee tunapoanza ibada ya leo na Mungu wetu atapata kutubariki. Amen. Amen. Basi nashukuru pia sana kukuona tena. Yes. My sister Tabi after 1 week. We thank God for the grace. Yes. We thank God for what he is doing in your life. Amen. Na hata kwa sababu ya Central FM. Yes. Mahali hapa kweli inakuwa ni baraka sana kwa watu. Tunaweza kufikia watu ambao hatungeweza kuwafikia, tungekuwa hata na gari ama kutembea miguu. Hatungefika Nyahururu, tufike Rumuruti, tufike kila mahali na dakika hii ambao tuko nayo hapa. Wengine wanatufuata kwa mitandao wakiwa mbali Nairobi, Tanzania na katika nje ya nchi na we really thank God. Kwa hivyo nashukuru Mungu amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu na kusalimu tena msikilizaji wangu katika jina la Yesu Kristo unayetufuata pia kwa mtandao kama vile my sister amesema unaweza kutupata on Facebook 97.1 Central FM pia katika Facebook page yangu Anderson Mwiti and God will richly bless you unapotufuata pamoja na neema yake Mungu itakuwa juu yako. Pia baada ya hii kila message ambayo tunahubiri hapa tunaiweka kwa YouTube page yangu ambayo ni Rev Anderson Mwiti na utaipata ujumbe zote ambazo tumehubiri. Ukisubscribe pale itakuwa ni baraka sana ili kwamba uwe unafuata kwa YouTube na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Pia unaweza baadaye wale ambao tumeomba nao wengine wanauliza nitakupata aje mchungaji, nitakutoa wapi? Ni vyema pia tumeomba pamoja, umepata Mungu amekufanya jambo, andika ujumbe kidogo kwa SMS kwa namba yangu. Pia ni vyema kushukuru Mungu, kutoa ushuhuda na kusema hivi ndivyo ilivyokuwa na hivi ndivyo ambavyo Mungu ametenda. Kwa hivyo pia unaweza kutuma ujumbe kwa namba yangu ya simu 0720872940 ya kusema jinsi ambavyo Mungu ametenda. Na pia tunazidi kusema kama unaweza kufika kanisani pale Liki, pia Mungu atakubariki sana. Redeemed Gospel Church, mahali pale tunazidi kumuona Mungu, tunakukaribisha sana kwa ibada zetu hata asubuhi ya leo. So I really thank God for what God is doing na najua ya kwamba pia utabarikiwa sana. Mungu wa mbinguni wabariki. Nataka tuombe wasikilizaji wangu wote ili kwamba tuweze kuanza pamoja neno hili na utabarikiwa. Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya wema na uaminifu wako. Asante Bwana kwa sababu umekuwa mwema kwetu, umekuwa kimbilio na tumaini letu wiki mzima. We really thank you, oh Lord, kwa maana Mungu umetupigania vita, umetuwezesha, umetutia nguvu, umetusaidia kufika mahali ambapo tumefika Bwana, kuiona Jumapili hii ambayo Bwana ni siku njema ulioifanya, tufurahie na tushangilie ndani yake. Leo Bwana ninaomba nikikuamini ya kwamba Baba unaenda kutenda mema katika mitambo hii Bwana ya Central FM. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya this divine opportunity that you have given unto us to share your word through this media station. We thank you Father because of what you have done in Central FM, giving you glory Father for the one that came up with this idea, the directors Lord of this organization, the manager Lord. We thank you for him and his family. We thank you for the staff that work in this place God. May you bless them, give them wisdom and favor in the midst of all
all adversaries in the name of Jesus. Lord, we thank you. We pray for the peace of our nation, Lord, as even the president has called upon the nation to pray. Father, we believe in you that the Kenya shall enjoy peace. Kenya shall know the peace of God that surpasses human understanding. Lord, we thank you for our counting greatly. Thanking you, Lord, for our leader, His Excellency Derito Mureithi. We thank you, Father, for his life. We thank you for the wisdom and knowledge upon him and the work that he is doing in the county. Lord, may you bless him and keep him together with all the people that work to support his work in this county. All the counties where people are listening us from in and outside the country, we pray that God, you bless us all as we settle to hear your word today. For the entrance of your word bringeth light. Let there be light in our hearts today. In Jesus' mighty name we pray. And let's all say amen. Asubuhi ya leo, msikilizaji wangu, nataka kushiriki nawe juu ya shukran. I want to speak about thanksgiving. Tumekuwa katika safari ya imani, and kumbuka ya kwamba we are in the series of entering our destiny. Na tumekuwa katika subject that we cannot enter our destiny without the faith. That's what we have been studying last month. Na leo ningelitaka ya kwamba tuweze kujua ya kwamba it is very important for us to be people who know how to give thanks. Ni vyema kujua kushukuru Mungu, kushukuru watu. Thanksgiving is a sacrifice, and I want us to read the word of God. Nataka tusome vifungu vitatu za Biblia, alafu tutaweza kuendelea kutoka hapo. Tuanze katika Wakorintho wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 57. 1 Corinthians chapter 15 and verse number 57. 1 Corinthians 15:57. The Bible says, "But thanks be to God, who gives us victory through our Lord Jesus Christ." Turuke pia tuende kwa 2 Corinthians chapter 2 and verse number 14. The Bible says, "Now thanks be to God, who always leads us in triumph in Christ, and through us diffuses the fragrance of his knowledge in every place." Tumalizie katika Wathesalonike wa kwanza, 1 Thessalonians chapter number 5. This is our main subject this morning. 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 16. The Bible says, "Rejoice always, pray without ceasing." And verse 18 says, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ in Jesus for you." Number 19 says, "Do not quench the spirit." We shall not go to that because that is what I'll be sharing in the service today, that do not quench the Holy Spirit. But I want us to concentrate in verse number 18, where the Bible says, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ in Jesus for you." Leo, msikilizaji wangu, ningelitaka tuzungumze kidogo juu ya kushukuru. Ninajua unaweza kuwa mahali unasema, mambo ambayo ninapitia mchungaji ni mazito, mimi sioni kitu cha kushukuru Mungu. But I want to tell you ya kwamba mahali ulipo leo, kuna mtu mwingine anatamani kuwa hapo. You have a reason to thank God for what he has done. You have a reason to thank God for who he is. You have a reason to thank God for making it happen. Ya kwamba leo uko na masikio unanisikiliza. Leo unaweza kufanya kile ambacho unaweza kufanya. Ni vyema kujua kushukuru Mungu wakati wote. Maandiko inasema ya kwamba yeye utuongoza katika ushindi wakati wote. That's what Paul says in Corinthians, that we are in a victorious triumph. Triumph ni kumaanisha ya kwamba vita zimeisha. Tumepiga vita, Kristo amepiga vita zikaisha, tumepiganiwa. Kuna vita ambavyo Mungu amekupigania. Kuna vita ambavyo wiki hii Mungu amekupigania. Zingine hata hukujua kama zingekuwa, na zingine ulijua zitakuwa. Lakini Paulo anasema namna gani? Ya kwamba vita tumemaliza. Kuna vita ambavyo Mungu amenishindania. Kuna vita za
magonjwa Mungu amenishindania, kuna vita za maadui Mungu amenishindania. Maandiko inasema we are in a victorious triumph, yani tunasherehekea ushindi kwa shukrani. We are always thanking God in triumph, tukisema ya kwamba Jesus has done it for us. Maandiko inasema let us give him thanks always, wakati wote tuwe na sababu ya kushukuru Mungu, kwa sababu yeye ni Mungu ambaye ametenda mema. Na maandiko inasema ya kwamba thanks be to God who gives us victory. I want you to know, my brother, my sister, ya kwamba maandiko haisemi who gave us victory, inasema who gives us victory, kumaanisha our victory is continuous, ya kwamba ile ushindi tulikuwa nao jana sio wenye ulikuwa ushindi wa mwisho. Ule ushindi ulipata Monday was not the last victory. The victory that you got on Friday was not the last victory. The Bible says he gives us victory. Yaani ya kwamba ushindi wetu ni continuous. Kuna ushindi wa jana, kuna ushindi wa kesho, kuna ushindi wa kesho kutwa, kuna ushindi wa mwaka ujao. He gives us victory. That's why I come to you telling you that you need to be a thanksgiver, because God is giving you victory. Hata kwa yale ambayo unapitia siku ya leo, God is giving you victory. And I want you to believe with me that God is giving you victory. Wherever you are listening to me from, you are watching us on Facebook and every means, you can say with me that God is giving me victory. It doesn't matter what you are going through. It doesn't matter what the devil is trying to do. You can say in your life, and you can shout it in your heart, you can shout it with your mouth, that God is giving me victory in Jesus' name. Tuwe na roho, tuwe na nafsi, tuwe na roho ya kushukuru Mungu wakati wote. Tujue ya kwamba as we march on to our destiny, let us remember that God has helped us. Another day I will share about thanking people. Tukumbuke ya kwamba wherever we are even today, kuna watu waliotusaidia kuwa vile ambavyo tulivyo. Tusiwe na roho ya mtu anaitwa Nabal. Kuna pepo tunaita ni roho ya Nabali. Nabali alikuwa na roho gani? Alikuwa na roho ya kutoshukuru. The Bible says ya kwamba wakati ambao Daudi alikuwa anatoroka Saul, alifika jangwani na akawa anaishi kule katika maficho, na Daudi akawa na jeshi lake ilokuwa jeshi kali sana. Mwanaume mmoja tajiri sana, jina lake ni Nabali, akawa ya kwamba mifugo yake anaipeleka malishoni, mahali ambapo watu wa Daudi wako. And the Bible says ya kwamba wale wavamizi ambao ni waizi wa mifugo hawangeguza mifugo ya Nabali, kwa sababu jeshi la Daudi lilikuwa linamlinda. Na Biblia inasema ya kwamba wakati mmoja Nabal akawa na sherehe ya kunywa katika taifa la Israeli. Wakati wa kunywa kondoo ilikuwa ni sherehe kubwa sana. Kulikuwa wanachinja, wanafanya sherehe, na Daudi akiwa bado kule kichakani, akatuma wafanyikazi wawili wachache wake, akawaambia endeni kwa Nabal, kwa sababu anachinja, mwambieni atusaidie na chochote. Imagine, Daudi hata hakusema anahitaji kondoo, Daudi hata hakusema anahitaji kondoo mbili, alisema mwambieni atusaidie na chochote kile ambacho anaweza kutusaidia nacho. Na hawa watu walipofika kwa Nabal, maandiko inasema ya kwamba Nabal aliwauliza, Daudi ni nani? Hata sijui ni nani huyu. Hata huyu ni mtu ambaye ametoroka kutoka kwa wakubwa wake. This is a rebel. Na Biblia inasema ya kwamba walirudi kwa Daudi wakamwambia, Nabali ametufukuza kwake, amesema hata hakutambui wewe, hata hakujui. And the Bible says Daudi alikasirika, akasema nitamalizana na Nabal, nitamaliza nyumba na vitu zote za Nabal. Kwa hasira Daudi akapanda farasi, na maandiko inasema ya kwamba akaanza kuelekea kwa nyumba ya Nabal. But thank God ya kwamba wale wafanyikazi wa Nabal walioona watu wa Daudi wamefukuzwa na Nabal, waliambia mke wake Abigail, wakamwambia Abigaili,
hawa watu ambao Nabal amefukuza, hawa watu ni wa maana sana. Wakati tulikuwa kule jangwani, wakati tulikuwa malishoni, hakuna mtu angeliguza kondoo zetu, kwa sababu hawa watu ndio walitulinda. Na wakamwambia mke wake Nabal, Abigail, ya kwamba hakika Abigaili, mume wako hajafanya kitu kizuri, kile amefanya sio kizuri. And the Bible says Abigail akachukua vitu akaenda kukutana na Daudi. Ana maandiko inasema wakati ambapo alikuwa Daudi anakuja, walikutana kwa barabara, na akamwambia Abigail, umefanya kitu cha muhimu sana, kwa sababu leo kama sio wewe ningemalizana na Nabal, ningemalizana na nyinyi wote. Na maandiko inasema baada ya siku 10 Nabal Mungu alimuua. God killed Nabal. After 10 days of that incident, God killed Nabal. Nabal akazikwa kwa sababu ya kutokuwa na shukrani. I don't know why God killed him, but the Bible says that after 10 days, God killed Nabal. Usikufe kwa sababu ya kutoshukuru. Mtoto, kumbuka gharama wazazi wako wameenda. Mtoto, kumbuka siku ambayo watu wenu waliteseka juu yako. Kijana, kumbuka gharama watu wameenda ndio uwe jinsi ulivyo. Mwingine, mahali ambapo unafanya kazi, kuna mtu ambaye Mungu alitumia. Nitazungumza mambo haya siku ingine, because I think we are in a generation ambayo Paulo alisema in the last days watu watakuwa bila shukrani, watu watakuwa hawawezi kusema asante. But today I want us to concentrate on giving thanks to God. Maandiko inasema we need to give thanks to God. Ndio maana hata katika sacrifice ambazo Mungu alikuwa ameagiza zitolewe kwa Biblia, one of the greatest sacrifice was the sacrifice of thanksgiving. God wants us to give him thanks. God wants us to recognize ya kwamba amehusika kwa sisi kuwa jinsi tulivyo. Na tusipokuwa mtu wa kushukuru, hata kile ambacho tuko nacho kinaweza kutuondoa. Tusipotosheka na yale Mungu ametupatia na tumwambie God, we give you praise, Mungu huenda asifurahishwe na sisi. God loves people who give thanks to him. Daudi anasema in Psalm 107 verse 22, I will give God a sacrifice of thanksgiving. Today, my listener, as you rise up and go to church, go with a thanksgiving offering. Kumbuka yale Mungu amekutendea. Kumbuka Mungu ametupitishia wakati mrefu, lakini wewe Mungu amekuhifadhi. Watu wengine wamepoteza maisha yao, ukabaki ukiwa hai. Watu wengine wamepoteza biashara zao, yako ikabaki hata umeinuka tena. Wengine hata wakati huu mgumu ndio walifanya vyema kuliko zamani. Wengine ndio milango ya kazi ilifunguka. Wengine ndio mambo mazito yalifanyika kwenu. I pray that today you shall go and offer a thanksgiving sacrifice. This is a month of thanksgiving, and we want to praise God for what he has done. We want to rejoice in the Lord for what he has done. Hatutaki kumaliza mwaka mzima tukimwambia tu Mungu mahitaji. This is a month of giving praise to God. It's a month of thanksgiving. We are doing it with you in the studio, and we are doing it in the church. That this time we have declared, mwezi huu, we just want to praise God. We want to thank God. We want to thank him for what he has done. My listener, this morning, nataka nishiriki na wewe. Unauliza mchungaji, why do I give thanks? I want to share with you about 4 brief points. Sababu uko nayo ya kumshukuru Mungu, ya kuinuka asubuhi ya leo na kumwambia Mungu, I thank you. Number 1, thanksgiving will get you into the presence of God. Zaburi ya 100 na mstari wa 4 inasemaje? Enter his gates with thanksgiving. Enter his gates with thanksgiving. Njia ya kuingia maskanini mwa Bwana, njia ya kufika mahali Mungu alipo ni barabara ya shukrani. Hautamfikia Mungu kwa kulalamika. Hautamfikia Mungu kwa kumwambia Mungu, angalia, ni mimi tu napitia haya. Mungu haendewi. Mungu hafikiwi kwa lalama, kwa kulalamika. We are not reaching God by complaining. We
enter his gates with thanksgiving. We enter his places tukiwa tunamwambia God thank you. Kila wakati ambao naenda kuona mfalme ama unaingia kuona mtu mkubwa, kuna protocols ambazo unaambiwa. As you approach the king, this is what to do. As you approach the president, this is what to do. As you approach the throne, this is how to behave. Njia ya kuingia maskanini mwa Bwana, njia ya kuingia at the throne of our God is the pathway of thanksgiving. You don't get to God kwa kumwambia Bwana matatizo yako. Hawezi anza kuambia mfalme shinda zako ukiwa haujaingia mahali alipo. Ukiwa kule nje unamshukuru, unamwambia asante na shukuru, kwa sababu shukran zitakufungulia njia ya kuingia maskanini mwa mfalme. If you are not a thanksgiver, you will never stand before kings. I say, if you are not a thanksgiver, you will never stand before kings. May you learn how to give thanks. Maandiko inasema ya kwamba enter his gates with thanksgiving. Don't approach God kwa kumwambia yale watu wamekufanyia. He was there, he was seeing. Hata mahali umepitia anajua hayo, hata mahitaji yako anayajua. Open your heart this morning and tell him, God, I want to look for something here. Tafuta kitu hapo ambacho kinaweza kukupatia sababu ya kumshukuru Mungu. Shukuru Mungu uko na mtoto, kuna mwingine hana. Shukuru Mungu uko na maskani ya kuishi, kuna mwingine hana. Look for something around you today that will make you arise and tell the Lord, Bwana ninakushukuru, maana mambo haingekuwa vile ilivyo, lakini Mungu umenisaidia. Mungu umekuwa pamoja nami. Mungu umetembea na mimi hata katika ubonde la uvuli wa mauti. Jehova Mungu haukuniacha hata mawimbi yalipoinuka. Bwana haukuacha nizame hata watu waliponiinukia. Mungu haukuacha nizame. I have a reason to praise you today, to give thanks to you. Thank you, Lord. I want somebody wherever you are today to shout in your house, thank you, Lord. Mwambie Mungu thank you. Thank you that I can breathe. Thank you that I can see. Thank you that I can hear. Thank you that I can walk. Thank you, Lord. Maana umekuwa mwema na umekuwa mwaminifu kwangu, in Jesus' name. Number 2, thanksgiving will attract divine intervention. Thanksgiving pulls God to you, pulls heavens on your side. Wakati unajua kushukuru Mungu, mbingu itakutazama, mbingu itakuwa attracted. Hakuna mtu ambaye upenda kukaa karibu na mtu wa kunungunika saa yote. In fact, maandiko inasema hata the wisest man on earth, Solomon, alisema ya kwamba ni heri kukaa kwa nyumba inayonyesha kuliko kukaa na mwanamke mgomvi kwa nyumba. Hakuna mtu ambaye anataka kukaa na mgomvi. Na mara nyingi tunapoenda kwa Mungu, tunaenda kugombesha Mungu. Tunamwambia Mungu, angalia, mimi ndio nateseka, mimi ndio uliacha, kwetu mimi ndio sina pesa, kwetu mimi ndio wa mwisho, kwetu mimi ndio sijabarikiwa. Hiyo ni ugomvi. Wacha ugomvi, wacha kugombanisha Mungu. Nobody wants to to stay near a person who is always complaining. Your thanksgiving will attracting God in your house. Thanksgiving will attracting God in your family. Thanksgiving will attracting God in your life. Maandiko inasema Mathayo 15 na mstari wa 36. Yesu yuko pale na watu wamekuwa wengi, hakuna chakula. Maandiko inasema Yesu akaambiwa, hapa kuna mtoto ambaye ako na mikate kidogo hapa na samaki kidogo. Yesu akasema, leteni hizo vitu hapa na muambie watu waketi chini. I want you to see ya kwamba Yesu hakuomba maombi mengi, hakufunga hata shetani wa njaa aseme nafunga pepo ya njaa kwa jina la Yesu. Yesu hakuomba maombi mengi. Alichukua ile mikate, maandiko inasema aliinua, akasema thank you, thank you Father, thank you. Kusema asante, maandiko inasema ile mikate number 1 ili multiply, the first multiplication ikatosha wanafunzi 12.
That was the first multiplication. Ya kwamba ile ilikuwa kidogo, ilitosha kwa mikono ya wanafunzi 12. Ilikuja imebeba na kijana moja, sasa imemultiply. The first multiplication ikaingia kwa mikono ya watu 12. And the Bible says, Yesu akaambia wanafunzi, sasa endeni mkigawia hawa watu. I want you to know ya kwamba wanafunzi wa Yesu hawakuwa wanarundia mikate kwa Yesu ndio wapelekee watu. Ile ilikuwa kwa mikono yao, ilianza kumultiply. Hawakuwa wanaenda wakifika mahali wanarundi kwa Yesu wanachukua mikate ingine wanapeleka. Ilianza kumultiply even in the hands of the apostles. I want you to know, by the thanksgiving of Jesus, mikate ili multiply. When you know how to give thanks, you are attracting God in your life. You are attracting divine presence in your life. When you know how to give thanks, you are attracting God in your family. Yale mambo ambaye yanaendelea, just give him thanks. Ayubu alisema, Jehovah, I will praise you. Even if you kill me, I will still say that you are my God. Na siku moja maandiko inasema mke wa Ayubu akauliza Ayubu, kwa nini unaendelea kuhubiri kutumikia huyu Mungu? Si utukane Mungu huyu ukufe. Ayubu akamuuliza, kwani tutakubali tu mazuri kutoka kwa Mungu, lakini hatutakubali jambo mbaya? Yani yale yote Mungu ametufanyia tuyasahau kwa sababu ya hili jambo moja. Msikilizaji wangu, nataka nikuulize, yale yote Mungu amekufanyia umeyasahau tu kwa sababu ya jambo moja? Umeyasahau tu kwa sababu haujakuwa na pesa za kutosha wiki hii? Umesahau yale yote Mungu amekufanyia kwa sababu kuna jambo kidogo, eti kwa sababu umeumwa na kichwa usiku? Umesahau miaka yote Mungu amekuponya. Leo umeamka ukisema hata kanisani siendi, mimi sisikii vizuri. Yani umesahau miaka yote Mungu amekuponya. Unakumbuka tu hiyo tumbo inakuuma leo. Mungu alikuponya hata ukiwa kwa tumbo ya mama yako. In fact, kama mama yako angelitaka ukufe, angekuua hiyo siku, lakini Mungu akakuhurumia ukazaliwa. Umesahau hayo yote mpaka leo unasema, pastor, mimi hata sisikii vizuri, mimi sitaki kwenda kanisani. I want you to know ya kwamba when you know how to give thanks, you will attract divine healing in your life. Mwambia Bwana, wewe ndiye Mungu ulinipatia hii kichwa. Haukunipatia Mungu hii kichwa iwe ni ya bure, and I thank you ya kwamba I have brains, I am sober. When you are talking the things of thanksgiving, your healing shall come. Your healing shall come. I am declaring today healing by thanksgiving, miracles by thanksgiving. I am declaring today you will receive your favor by giving thanks to God. Maandiko inasema ya kwamba Paul na Silas walipofungwa njera hawakukaa pale. This will be our second part of thanksgiving. The second level of thanksgiving is the level of praise, and we shall be going there in the coming weeks. The level of praise. This is what Paul understood, ya kwamba kukaa hapa Filipi kwa gereza na tukisema Mungu ametusahau, Mungu ametuacha, tumefungwa. Sio wao peke yao wamefungwa, hata wafungwa wengine wako pale, wengine wamelala pale. Paulo akasema, I want to do it in a different way. Akaambia Silas, it is time to praise the Lord. It is time to tell God thank you. At least we are alive. Hata kama tuko njera, we have a hope for tomorrow. Maandiko inasema, a living dog is better than a dead lion. Wanasema ya kwamba ingawaje tunapitia mazito, we are alive. Ingawaje tumefungwa njera, we are alive. Let us use what we have. Na wakaambiana here, it is time to praise God. I come to you, my listener, telling you, don't complain. Your thanksgiving will attract the divine presence in your life. Kile uko nacho kidogo, ukijua kushukuru Mungu kwa sababu ya kile ambacho uko nacho, kitaongezeka kwa mikono yako. Ukijua kushukuru Mungu kwa sababu uko na pikipiki, gari itakuja. Ukijua kushukuru Mungu kwa sababu uko na baiskeli, another level is coming. Ukijua kushukuru Mungu kwa sababu uko na miguu ya kutembea, hayo mengine inakuja. Usikutane na watu na gari kwa
barabara, uanze kusema Mungu angalia, kwani hawa walizaliwa namna gani? Angalia mimi Mungu ndio mtu wa kutembea, mimi ndio wa kupigiwa matope barabarani. Angalia Mungu, that is complaint. God is not approached by complaint. In the name of Jesus. Na nilifurahishwa wakati moja, ndugu mmoja tulikuwa naye kanisani tukiwa vijana, na mtu akaja akasema, vile ambavyo ako na gari nzuri, vile ako na gari kubwa. Na huyo kijana sijawahi kumsahau, tulipotoka ibada alisema, mimi ninashukuru Mungu ya kwamba sina gari. Tuamuuliza, unashukuru Mungu namna gani ya kwamba una gari? Na sisi tunahitaji magari. Akasema, unajua mimi sijawahi kuteswa na mechanic, sijawahi enda garage, sijawahi ambiwa gari imeharibika. I am at peace. Ninajipeleka na miguu yangu, ninafika nyumbani, ninalala. I have no problem. Sijawahi sikia chuma imevunjika, sijawahi sikia gari imeisha miguu, sijawahi simamishwa na polisi ati gari haina insurance. Miguu yangu is everlasting insurance. I am insured kutembea nifike nyumbani. What am I saying, my brother, my sister? Enjoy yourself where you are on the way to where you are going. Remember that forever. Enjoy yourself where you are on your way to where you are going. Enjoy yourself when you are walking on the way to where God is taking you. Enjoy yourself in that small car that you have. Enjoy yourself there on the way to where God is taking you. Usiende ukilalamika. Mwingine anaenda na gari kwa barabara, gari ni mzee, inapitwa na zingine, anaanza kulalamikia Mungu. Mungu, mimi angalia, mimi ndio napitwa na zingine kwa Enjoy yourself, my brother. Enjoy yourself with that little car. Enjoy yourself on where you are on the way to where you are going. Rejoice where you are. Ukisema thank you Lord, ya kwamba Baba umenipatia hii, this is a stepping stone to where I am going. My sister, wacha kulalamika ya kwamba landlord amekuitisha rent. Thank God ya kwamba uko na nyumba ya kuishi. Thank God ya kwamba amekuweka kwa hiyo nyumba. Enjoy yourself in that house. Give thanks to God in that house on the way to where you are going. Kama hautashukuru kwa sababu ya vitu za mwingine, God will never give you what is yours. He's saying that if you cannot be faithful with what is others, God will never give you what is yours. Wengine kwa sababu ya kukosa shukrana, hata ukihama ile nyumba uko saa hii, utaiacha ikiwa totally dilapidated. Yani unaiharibu, sinki umevunja, kila kitu umeharibu, stima umengoa, kila kitu umeharibu, because you have no thanksgiving. Unasema si nyumba nimekuwa nikilipa. Wengine ukuta umechafua, kila kitu umeharibu. I want to tell you, ukiingia kwa matatu, usirarue viti za matatu. One day God won't give you yours. Haungependa mtu waingia kwa gari yako, anza kurarua viti. Usirarue viti za matatu. Useme si nimelipa fare, na uko hapo na uko na kawembe hata unakata. Mwingine unakuta ka opening kidogo, unaanza kuongeza, unasema si nimelipa fare. Remember by God's grace, he is watching what you are doing. Wengine hatuna shukrana hata na kile ambacho tunafanyiwa na serikali. Unaingia mahali vile ambavyo tumesikia matangazo, county imefanya hii, county imefanya hii, we have no thanksgiving. Unaingia mahali pavement imetengenezwa, gari kubwa unakanyanga, ile kabro unaikanyanga, ingine haijashika vizuri mpaka inavunjika. Thank God. Tembea kwa barabara ukisema thank you Lord ya kwamba sisi tumetengenezwa hii njia. Know how to thank God. Shukuru Mungu. When you thank God, you attract divine interventions in your life, in the mighty name of Jesus. Quickly, because of time, number 3, giving thanks is an expression of faith in God. Giving thanks is an expression of faith in God. Kushukuru Mungu ni kuambia Mungu ya kwamba I believe you'll do it again. I believe in you, God. Ndio maana maandiko inasema in Romans 8:28, and we know that all things are working together for good for we that are in Christ Jesus. Kushukuru Mungu.
Kushukuru Mungu ni kumwambia ya kwamba I have faith. God, I believe. Unaposhukuru Mungu ukiwa ndani ya moto ni kumwambia Mungu, I know that you will deliver me from this fire. That is what Shadrach, Meshach, and Abednego told Nebuchadnezzar. If you cast us into this fire, then God we serve will deliver us. Let you give praise unto God in the midst of your fire, in the midst of your difficult situation. Give thanks unto God. Katika nyumba yako, give thanks unto God. Useme, pastor, mimi siwezi kushukuru Mungu kwa sababu ya yale napitia kwa hii nyumba. Give thanks. Chukua chombo kilicho karibu nawe. Siku moja niliambia Wandanda, usikae kwa nyumba ukisema mimi sina drum, sina chochote cha kuchezea Mungu na kumshukuru na kumwimbia sifa. Chukua kijiko, chukua sufuria, cheza. Ni vyombo Mungu amekupatia. Mwambie Bwana, I will praise you. I will give you thanks, Lord. I will give thanks to you. Oh my Father, when you give thanks to God, unamwambia Bwana, I know this is not my end. You are delivering me from this. Ndio maana Daudi aliandika maandiko ambayo nataka nisome kidogo karibu tumalizie because of time. Psalms 126. The Bible says, when the Lord brought us back the captivity of Zion, we were like those who dream. Then our mouth was filled with laughter and our tongue with singing. Then they said among the nations, the Lord has done great things for them, and the Lord has done great things for us, and we are glad. Tulipotolewa kwa umateka, watu hawa wakitoka kwa umateka hawakuwa na pesa, hawakuwa na mali, hawakuwa na chochote, but they had a reason to thank God. Just by being delivered from Babylon, they had a reason to thank God. Hawakuwa na magari, hawakuwa na nyumba, hata hawakuwa najua wanaenda kuishi wapi. Wameambiwa tu ondokeni Babylon, na yule anataka kurudi kwenu, rundini mkajenge. The Bible says they sang to God. Our mouths were filled with laughter, our tongue with singing. We went home singing. We went home dancing. We went home praising God. We went home giving thanks to God. I want you to rise up this morning, my sister, my brother, and say, thank you, Lord. Mshukuru Bwana. There is something around you that God has done for you. And lastly, number 4, we give thanks to God because what he has done is a sign of what he will do again. What he has done, God knows how to repeat whatever he has done. God is the original, and he can duplicate what he has done. What he did to Israel, he duplicates us to the church. He is God. Ndio maana in Exodus 15, tumalizia na andiko hili, in Exodus chapter number 15, this is Moses. Wametoka Misri, Mungu amegawanyisha bahari ya Sham, wamevuka ng'ambo ya pili, hawajaingia Canaan, hawajafika mahali wanaenda. Ni muujiza umefanyika moja ya kwamba wamevuka the Red Sea. Then Moses and the children of Israel sang this song, hallelujah, to the Lord, and spoke, I will sing to the Lord, for he has triumphed gloriously. The horse and its rider he has thrown into the sea. The Lord is my strength and my song. He has become my salvation. He is my God. I will praise him. My Father's God. I will exalt him. The Lord is a man of war. The Lord is his name. Pharaoh's chariots and his army he has cast into the sea. His chosen captains also are drowned in the sea. Verse number 9 says, the enemy said, I will pursue, I will overtake, I will divide the spoil. My desire shall be satisfied on them. I will draw my sword. My hand shall be against them. The Bible says you blew them with the wind, and the sea covered them. They sank in the land like in the mighty waters. I want you to know, my brother, my sister, it is possible for that Pharaoh who is pursuing you to sink in the waters. You are thus giving to God will attract the mighty power of God, and the Pharaoh will sink in the waters in the mighty name of Jesus. As he runs after you, begin to praise God, begin to thank God, begin to tell the Lord thank you. As the enemies pursue you, as they say we are catching up, wakisema huyu tunaenda kumshika, tunaenda kumfanya mateka
wetu. Thank God. Na umwambie Baba ni asante. I am always in a victorious triumph in Christ Jesus my Lord. May you know how to give thanks. Pharaoh will sink in the mighty waters. Let us pick it up from there next Sunday because our time is gone. But I want you to know, give thanks unto God. Jua kushukuru Mungu katika kila hali. Siku ya leo mshukuru Mungu. We are in church wherever you are. Go and thank God. Go and praise him. Go and tell him thank you for the gift that you have given unto me. Today in church we are saying thank you for the gift of the Holy Spirit. Lord, you have blessed us with the anointing, with the power of the Holy Spirit. I want you to find a reason that will make you thank God today in Jesus' mighty name. Even as I thank God right now, your sickness is being healed. Mwambie Bwana asante. Kama mguu unauma, mwambie Bwana asante kwa mguu huu ulionipatia. As you give thanks to God, you are being healed. Kama ni kichwa inakuuma, mwambie Bwana, thank you for my hand. I thank you Lord, ya kwamba kichwa yangu haiwezi kuruka nikiwa mdogo. Kichwa yangu haiwezi kunimaliza. Thank you Lord that you have given me my hand. Thank you for my stomach. Begin to say thank you for whatever you don't have. Kile ambacho hauna, begin to tell the Lord thank you. Thank you Lord. Thank you. Thank you. Umemwomba Mungu unahitaji chochote. You need a car. Tell the Lord thank you that my car is coming. My house is coming. Thank you Lord. I have seen it in Jesus' name. My job is coming and door is opening for me. Thank you. My children are going back to school. Thank you Lord. It shall be well with them. Thank you in the mighty name of the Lord. As you give thanks right now, you are healed. You are delivered from all your pain and all your calamities in Jesus' mighty name. Wewe ambaye haujaokoka, sema nami, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, nisamee dhambi zangu, uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo ninakufuata siku zote za maisha yangu. In Jesus' name we pray and believe. Give thanks to the Lord who gives you victory every day. Even today there is your victory. Give thanks to God. Amen.